Karibuni wapendwa katika ushirika wetu wa jioni ya leo. Tunamshukuru Bwana kwa nafasi nyingine mara tena na ili kushiriki neno la Mungu kwa ajili ya familia. Naomba kwanza binti wetu ataimba wimbo mmoja kisha tutaendelea. Karibu. Hakuna cha thamani kinachokaribia cha kulinganishwa kwa tumaini letu, uwepo wako. Mimi nimeonja upendo halisi, moyo wangu huru, sina aibu tena. Uwepo wako. Holy Spirit, you are welcome here. Comfort this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Thank you. That's a previous time. Naomba tuombe kwa ajili ya neno la Mungu kisha tutaendelea. Baba wetu, tunasongea mbele zako usiku wa leo. Asante kwa nafasi hii mfalme ambayo umetukulimia na ili kushiriki neno lako siku ya leo mara tena, mfalme wa amani. Twainua mtumishi wako mbele zako, tuomba Bwana utumie usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo tumeshukuru. Amina. Tumkaribishe katika jina la Yesu. Karibu. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Karibuni katika ushirika wa jioni ya leo katika jina la Kristo Yesu. Na wakaribisha nyote, mjisikia kwamba mtaungana pamoja nasi kulipata neno la Bwana. Unaweza kumwalika mwingine aweze kuwa tuned in katika jina la Kristo Yesu as we continue with the word of God katika jina la Kristo Yesu. Kumbuka ya kwamba tumekuwa tukijifundisha jinsi ya kudumisha ushirika wenye afya katika jamii. How to maintain a healthy relationships in the family. Katika jina la Kristo Yesu, na tumefanya part 1, tumefanya part 2, tumefanya part 3, part 4. Unaweza kusifuata katika YouTube yetu at Pastor Steve Waweru. Na siku ya leo we are doing the same, how to maintain healthy family relationships, part 5. Praise the name of the Lord. We have gone chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, and we are now in chapter 5. Katika jina la Kristo Yesu, you can follow all those parts katika YouTube or Facebook katika jina la Kristo Yesu. YouTube at Pastor Steve Waweru, na utazipata zote from part 1 to part 5 that we are doing today katika jina la Kristo Yesu. Na siku ya leo katika ujumbe wetu how to maintain healthy family relationships, tunajifundisha juu ya setting basic values for the family. That is great. Setting basic values for the family. Amen. Kumbuka ya kwamba our main topic is maintaining healthy family relationships. Na siku ya leo our subtopic ni how to setting basic values for your family katika jina la Kristo Yesu. Na tutaanza kwa kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Matendo ya Mitume. That is a very powerful word. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa 1 na wa 2. We shall just see an example of a family there that had some values katika jina la Kristo Yesu. Alafu kisha tutasoma wa Filipi mlango wa 4 na mstari wa 8. There are great things there that we are going to learn today katika jina la Kristo Yesu. Let us start with Acts of Apostles chapter 10 verse 1 and 2. Tusome Matendo ya Mitume. Amen. 10 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Bwana linasema kwamba palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Mtu mtaua
mchaji wa Mungu. Yeye na nyumba yake yote. Very important. Yeye na nyumba yake yote. Yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Na kumuomba Mungu daima. Amen. 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 Cha Wafilipi 4 mstari wa 8. Very important. Wafilipi 4 mstari wa 8. Katika jina la Yesu, karibuni sana. Naendelea kuona mkifika. Karibuni sana katika jina la Kristo Yesu. I appreciate every one of you who is watching in Jesus name as we join together in this fellowship. Neno la Bwana nasema katika Wafilipi 4 mstari wa 8, hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Amen. Nimesema ya kwamba today we are discussing about setting basic values for the family katika jina la Kristo Yesu, na tumeanza kwa kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Let me say something about it. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja, huyu alikuwa anaitwa Kornelia. Yeye alikuwa ni mkuu wa majeshi. Verse 2 is very important. Inasema ya kwamba yeye alikuwa mchaji Mungu, yeye pamoja na familia yake yote. He had set a family value of the fear of God. Yeye pamoja na familia yake, they had set a family value of fearing God, kumcha Bwana katika jina la Kristo Yesu. Na siku ya leo nataka kukuambia ya kwamba you can set family values and communicate them, na uweze kuzizungumza na jamii yako, na watoto wako, na mke wako, na mume wako, and you set them as a standard katika jina la Kristo Yesu. Mimi baada ya kuwa nimekuwa katika several organizations, nimefanya kazi katika kampuni tofauti. Kila kampuni ambayo unaenda kufanya kazi, they have wana maadili yao. Kwa sababu kwa Kiswahili values ni maadili. Nilitafuta katika dictionary nikaona ya kwamba values ni maadili. Na ukienda kufanya kazi katika kampuni yoyote ile, kuna maadili ya kampuni hiyo. Ukienda kufanya kazi hivyo, have a career, kama wewe ni daktari, kama wewe ni nurse, kama wewe ni engineer, kila kazi ina maadili yake. Kila kampuni ina maadili yake. Na mimi nataka kuongeza ya kwamba kila jamii inatakiwa kuwa na maadili yake ama values zake. Na baada ya kuweka maadili, mkiwa pamoja, mume akiwa kiongozi ama aliye kiongozi wa jamii akiwepo, ni vizuri kucommunicate those values to your family members. Na values hizo zinakuwa ndizo mnatilia mkazo. You remind each other daily katika jina la Kristo Yesu. Wacha niseme mambo machache ambayo labda yangetusaidia. Nilitafuta definition ya values, the family values, na nikapata ya kwamba these are principles or standards of behavior. Oh yeah, these are principles or standards of behavior ambayo zinakusaidia kujua what is right and what is wrong katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo kwa kila jamii, very important, kwa kila jamii you should have a set of values ambazo zina govern your relationship katika jina la Kristo Yesu. Na values ambazo mnazoweka, ambazo zinawaongoza, ambazo zinaweka mipaka ya jamii yenu na kuzingatia tabia, kwa sababu values zina govern ama zinatawala tabia. Praise the name of the Lord. Very important. Values ama maadili yanatawala tabia na hata matendo. For example, labda sisi kama katika jamii yetu we have a value like kuwa watu wenye ukweli, speaking the truth. Na my wife was setting that value since
katika jamii kutoka wakati tulipofunga ndoa na kila watoto wetu wanapozaliwa na wakati tumeendelea kuishi pamoja nao, tumekuwa tukiweka that value in their minds, in their hearts. Na hiyo ina govern how we behave, ina govern the way we talk, na vile ambavyo tunafanya matendo yetu, na vile ambavyo tabia yetu inavyoelekea katika jina la Kristo Yesu. Wacha nikuambie umuhimu wa kuwa na family values. Namba 1, family values zinaweka mipaka ya familia yako. Ni wapi hatuwezi pita? Haleluya. Ni wapi hatuwezi pita? Values ama maadili yanaweka mipaka ya jamii. Mnakuwa mnajua ya kwamba up to this level we cannot go katika jina la Kristo Yesu. Jambo la pili, maadili ya jamii ama values za jamii zinaleta kufaulu kwa jamii, zinatengeneza uhusiano. Kwa sababu msipokuwa na values, everybody will be doing, na atakuwa akizungumza vile anavyotaka, anafanya vile anavyotaka, ana behave vile anavyotaka, kwa sababu hakuna maadili yanayotawala ama yanayoweka mipaka. Na kwa hivyo wakati tunapokuwa na maadili hayo ambayo yanaleta mipaka, yanafanya jamii zetu kuwa pamoja, very important, na pia kufaulu, very important. Inafanya jamii yetu kuwa pamoja ama jamii zetu kuwa pamoja, na pia hata kufaulu katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Pia maadili ambayo mnayoweka, when you set the values of the family, sinasaidia, they control the course of actions and behavior. Very important. Wakati mnapoweka maadili, yanaongoza matendo na hata tabia katika jina la Kristo Yesu. Kwa hivyo katika jamii mnaweka maadili ambayo yana control tabia, kwa sababu wakati mna maadili yenu kama jamii, it is not a bondage of rules, but it helps to sustain the success of the relationship of a family katika jina la Kristo Yesu. Na ninasema between the father and the children, the mother and the children, the husband and the wife katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Na sikiza vizuri, wakati tunapoweka maadili haya, when we set the family values, sinasaidia familia zetu kuweza kuthrive ama kunawili, hata wakati tunapitia mambo magumu ama wakati tunapitia mambo mazuri. Hamukunisikia, nitarudia hiyo tena. Wakati tunapoweka maadili ya jamii, na ni vizuri kuketi pamoja as a family and set the basic family values. Na wakati mnapoziweka, inaleta kufanikiwa ama kunawili kwa jamii, even when you are going through difficult crisis. Wakati mnapitia mambo magumu, your family will be able to thrive, kwa sababu kuna mambo ambayo mumeweka ambayo yanawaweka pamoja. Kwa sababu maadili ya kijamii, it holds us together. Praise the name of the Lord. Na ningependa uelewe vizuri ya kwamba maadili ni kanuni za maisha. Kanuni ambazo mumeweka. Maneno mengine ambayo yanaweza tumiwa ni kanuni. Kwa Kiingereza wanasema the principles. Pia tunaweza kutumia moral code ambayo mmeweka as a family, moral code ama code of behavior. Haya ni majina yote ambayo inaweza tumika wakati tunazungumza juu ya maadili. Praise the name of the Lord. Maadili yanatusaidia kujua what is right and what is wrong, na kile ambacho unatakiwa kufanya in every situation. Praise the name of the Lord. Na ndiposa maandiko inasema hivi katika kitabu cha Wafilipi. Turudi hapo kidogo, kitabu cha Wafilipi, because it is very important. Philippians chapter 4 verse 8. Let us go back there a little bit. Kitabu cha Wafilipi 4:8. Tusome pole pole. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli. Mambo yoyote, these are set of values for godly people, and we can also set them as values for our family. Look at these values. Anza tena. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli. That is a value. Hilo ni adili. Yoyote yaliyo ya staha. Yoyote yaliyo ya staha.
yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri, ikiweko sifa nzuri, yoyote yatafakarini haya. yatafakarini haya. What does it say? Ya kwamba haya mambo ambayo yameandikwa, they are set of values for every Christian. Praise the name of the Lord. You can also set values, the standard of values for your family. Katika jina la Kristo Yesu. Kuna jamii nyingi ambazo zinaishi but they don't have standard of values. Hawana maadili ambayo yanawaongoza kama jamii. For example, let me discuss a few values ambazo tunatakiwa kuset in our families katika jina la Kristo Yesu. Like this is a very important value. Truthfulness. Biblia inasema ya kwamba mambo yoyote yaliyo ya kweli, kuzungumza ukweli. Praise the Lord. Tunatakiwa katika jamii kuweka value ama kuweka maadili ya kwamba every one of us ana responsibility ya kuzungumza ukweli. Amen. Whether young or old. La tukiwa tumeweka hii kama one of the standard ama kanuni moja ya jamii. Hata mtoto akizaliwa akiwa mdogo, mnaanza kuweka ndani yake ya kwamba hii ni kanuni ya hii jamii. Tunapenda watu wanaonena ukweli. We don't entertain lies. Hatupendi uongo. And when you continue communicating it to your family, you continue communicating it to your children, it becomes, inakuwa ndio standard value. Hata watoto wakisikia watu wengine wakidanganya, they know lying is bad. Wakati mtu anadanganya, anajua ya kwamba ninamfuka mpaka wa jamii yangu, because in our family our standard is speaking the truth. Amen. So that is one of the values that we should set in our families katika jina la Kristo Yesu. Another principle which is very important is the principle of respect, heshima. Tukiweka kanuni ya kuheshimu. Haleluya. Unajua miaka ya zamani sisi tukiwa shuleni tulifundishwa, na ilikuwa ni kanuni ya kwamba ukikutana na mtu ambaye is older than you, unamuondokea barabara. Ukiwa umeketi chini, nakumbuka tukiwa primary na mzazi angepita, you have to stand. It was the principle of the school. Ilikuwa ni kanuni ya shule ya kwamba everybody who deserves to be respected, mtu akipita karibu na wewe unaamuka na napita ukiwa umesimama, a sign of respect. Though ilikuwa inachanganyikana pia na uoga, lakini jambo ni kwamba ilikuwa ni kanuni. Hata katika jamii zetu tunatakiwa kuset kanuni ya heshima. Very important. Heshima. Tunaishi katika kizazi ambacho kimekosa heshima. There is no respect for the elders. There is no respect for the parents. There is no respect for one another. Wake wanakosa kuwaheshimu waume zao. Waume wanakosa kuwaheshimu wake zao. And it becomes chaotic. Unaona ya kwamba kila jamii imekuwa chaotic because there is no standard value of respect. I want to encourage you and I ya kwamba we should set respect. Lazima tuweke adili la heshima kama kanuni la jamii zetu. Tunapowakuza watoto wetu, they learn from us. Wajifundishe kutoka kwetu ya kwamba they can learn to respect katika jina la Kristo Yesu. We communicate to them through the word. We communicate to them through actions. Haleluya. Kwa sababu ukiwa utasema heshima na wewe hauheshimu, it will be a failure. Kuna mtu mmoja alisema ya kwamba your words, maneno yako yana sauti kubwa. Wacha nirudie tena. Kuna mtu alisema ya kwamba matendo yako yana sauti kubwa hivi kwamba sisi sema. Kwa hivyo sisi wazazi, kama jambo lolote litakuwa ni adili ama ni kanuni ya jamii zetu, we have to practice it kwa matendo yetu. Kama ni heshima, sisi tuwe watu wa heshima, ndiposa watoto wetu they learn how to respect through us.
katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo it is very very important in the name of Jesus. Nimesema ya kwamba kanuni moja ya jamii ambayo one basic principle of the family is respect. Amen. Let us instill this to our children. Let us teach them. Let us respect, praise the name of the Lord, so that they continue learning from us katika jina la Kristo Yesu. Kanuni nyingine ama another basic value of every Christian family inatakiwa kuwa ni uaminifu. Wakati mnapoketi pamoja kama jamii, ni vizuri kuweka kanuni hii ya uaminifu kuwa part of the family. Ndiposa mtu anapokosa kuaminika anajua ya kwamba amepita mipaka. Kwa sababu nimesema ya kwamba hizi values, family values, zinatusaidia kulinda, kuweka boundaries. Where can we be able, mpaka to which extent can we go? Zinaweka boundaries. Na kwa hivyo ndiposa tuwe na boundaries, kanuni lazima ziwepo, na kanuni moja ambayo nimeweka ni heshima, ni uaminifu. Praise the Lord. Uaminifu. Na ni vizuri ya kwamba we learn to be faithful. Watoto wetu watajifundisha kuwa waaminifu sisi tukiwa waaminifu. Praise the name of the Lord. When you are faithful, your children will learn faithfulness. Wakati wewe you are not faithful, maybe you are not faithful to your wife, you are not faithful to your husband, ujue ya kwamba you are breaking a family value. Na wakati una break that value of faithfulness, una pass it on to your children. Kwa hivyo there should be a standard ya kwamba uaminifu in every Christian family, in every family, ya kwamba uaminifu should be the key. Lazima maadili ya uaminifu yawepo katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. And because our God is faithful, we ought to be faithful. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, tunatakiwa hata sisi kuwa waaminifu katika jina la Kristo Yesu. Kanuni nyingine ambayo inahitaji kuwa katika jamii, nimesema ya kwamba I'm just discussing a few, lakini wewe unaweza kuweka zingine ambazo mnaweza kukubaliana kama jamii. Mnaweza kupanua na kuweka zingine ambazo mnaweza kubaliana kama jamii. Kanuni nyingine ambayo ni ya muhimu sana ni kitu tunaita responsibility. Hallelujah. Responsibility. Muweke kanuni ya kwamba everybody is responsible. Watoto wawe responsible. Wazazi wawe responsible ama kuwajibika. Kuwajibika inatakiwa kuanza na mzazi, ina trickle on ama inateremuka hadi kwa watoto. Na inatakiwa kuwa ni kanuni ya jamii. For example, kuwafundisha watoto wako kuwajibika hata kutandika kitanda chao. Yeah, very important. Kutandika kitanda, kuhakikisha ya kwamba their room is good. Unawafundisha ya kwamba this is your responsibility. Hallelujah. Kuwafundisha hivyo, it is very important. Wanajua ya kwamba this is a responsibility and we are supposed to be responsible. Hallelujah. Lakini ikiwa mimi nitawacha yangu imekaa kama hofio, madhogodhani hiyo, na nina expect wawe responsible, unajua irresponsibility starts with small things. Mtu anakunywa chai na anawacha kikombe hapo kichafu the whole day. That is a sign of irresponsibility. Lakini tunatakiwa to develop a family value of responsibility katika jina la Kristo Yesu. Kuwa responsible is very important. Praise the name of the Lord. I am just discussing but a few. Another value which is very important ni kusameheana. Wakati watu wanapoishi pamoja, hakukosi mambo ya kukwasana. Wazazi wanakwasana na watoto, watoto wanakwasana na watoto. Makwazo hayana budi kuja. Lakini jambo ni kwamba lazima iwe a value in our families ya kwamba we can forgive one another. Praise the name of the Lord. Develop a value of forgiveness katika jina la Kristo Yesu. Kusameheana is very important. Hata maandiko inasema ya kwamba nyinyi sameheeni makosa yenu kama vile Baba wetu wa mbinguni anavyotusamehe makosa yetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe.
ufalme wako uje. Na inaendelea inasema utusamehe makosa yetu kama vile nasi tuwasamehe watukoseao, katika jina la Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Nimesema ya kwamba you can add more, lakini wacha nimalize na hii. Niseme ya kwamba lazima maadili mengine ambayo ni important, ama kanuni nyingine ambayo ni muhimu sana katika familia ni kanuni ya kusamehea, kupendana. Kanuni ya kupendana. Love. Praise the name of the Lord. Love should be a value in your family, katika jina la Kristo Yesu. Kuna mtu mmoja alituambia wakati huwa ninasema ya kwamba I am a Bible student. Na wakati mwingi tunapofundishwa na askofu wetu anatufundisha, anatuambia ya kwamba the best gift you can give to your children is to love their mother. And when you love their mother, you are sowing a seed of love. Na kwa hivyo ni vizuri from the parents na hata kwa watoto, there should be a flow of love. Ukisoma katika Saburi 133, very important, wacha tusome hiyo tunapomaliza. Saburi 133 ya kwamba sikiza baraka ambazo zinapatikana wakati watu wanakaa kwa umoja, kwa upendo. Psalms 133 as my wife reads it. Tazama jinsi ilivyo vema. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Ndugu wakae pamoja. Kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani. Yashukayo devuni. Devu za Haruni. Yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Harmoni. Ushukao milimani pa Sayuni. Maana very important. Ndiko Bwana alikoamuru baraka. Naam, uzima wa milele. Haleluya. Wakati kuna upendo katika jamii, wakati unaweka kanuni moja ya jamii ama adili moja ya jamii, one value of the family, kukiwa moja yazo ni upendo, kuna baraka ambazo tunapokea kwa Mungu because of loving one another. The unity of the family is very important. Ya kwamba hakuna mapendeleo, hakuna chuki, you live together as a family. That unity ina command a blessing from God, katika jina la Kristo Yesu. Upendo unaleta baraka kutoka kwa Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Mtazamaji wangu, najua ya kwamba unaweza kuendelea mbele, but ni vizuri kuweka maadili ya kimsingi ambayo yanatawala ama yanakaa ama yanagovern your family, katika jina la Kristo Yesu. It is very important. Hata katika wakati huu ambapo we are going through this crisis, kitu ambacho tunachotakiwa kuweka is family values, basic family values that govern our families, katika jina la Kristo Yesu. Na hiyo itatusaidia maintain a healthy family relationship between children and their parents, between parents and parents. Itatusaidia itatusaidia kuweka uhusiano wenye afya katika jamii zetu, katika jina la Kristo Yesu. Asante kwa kunisikiza. May God bless you as you set the basic family values ambazo zitaongoza jamii yako, katika jina la Kristo Yesu, as you continue to enjoy the family, healthy family relationship, katika jina la Kristo Yesu. God bless you. We love you, and God bless you again. Amen. Amen. I want to pray for the families. Baba wa mbinguni, katika jina la Kristo Yesu, naombea kila jamii ambayo inanisikiza. Bwana wa mbinguni, na bariki kila jamii katika jina la Kristo Yesu. Bwana wa mbinguni, wasaidie kuzingatia the best values katika jina la Kristo Yesu. Baba wa mbinguni, naombea kila jamii amani, naombea upendo wako, ushirikiano katika jina la Kristo Yesu. Asante kwa sababu unabariki jamii. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, and God bless you again. God bless you. Amen.